Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusalimu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Naitwa mchungaji na mwinjilisti, au unaweza ukasema mtumwa wenu, Rubeni Buchege Ezekieli. Kwa nini mtumwa wenu? Bwana Yesu alisema na wanafunzi wake maneno haya: mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu sharti awe mtumishi wenu, na anayetaka kuwa wa kwanza wenu sharti awe mtumwa wenu. Watumishi wa Mungu, sisi tunapaswa kuwa watumishi, yani watumishi wa kuwatumikia watu, lakini pia watumwa kwa hawa watu. Sisi ni watumwa, na mtu anihesabu mimi kama mtumwa wa watu. Naelewa kipindi tulicho nacho hiki, nyakati tulizo nazo hizi, watumishi wengi ni watawala, lakini Yesu alikataa hiki kitu, kwamba tusiwe watawala. Maana watawala wa dunia hii wanapenda kutumikiwa na watu, lakini sio hivyo kwetu sisi watumishi wa Mungu. Yesu alikataa tusiwe watu wa kutumikiwa, bali wa kutumika. Na ndiyo maana chaneli yetu YouTube inaitwa WWK Tanzania. Maana yake hata kwenye WhatsApp inaitwa WWK Tanzania. Maana yake tukimaanisha kwamba huduma yetu inaenda kwa jina la Watumwa wa Kristo Tanzania. Watumwa wa Kristo Tanzania. Bwana Yesu asiwe sana. Tuko hapa mkoani Mwanza, wilaya ya Nyamagana, kata ya Kishiri. Kifika Kishiri uje Fumagila. Tuko Fumagila, mtaa wa Kanenwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi tumekuwa na somo toka tumeanza juzi, somo linaloenda kwa jina somo ambalo linasema kwa nini mimi nachukiwa na watu hata sijawakosea. Sijawafanyia mabaya yote, lakini wananichukia. Wengine wanakuwa na mawazo mengi sana ndani yao. Wanakuwa wanawaza hata kujiua. Wanakuwa wanawaza hata heri waondoke tu hapa duniani. Maana wanaona hakuna umuhimu wa kuwa hapa duniani. Wanaona hakuna sababu ya kuendelea kuishi, kwa sababu ya kuumizwa, kwa sababu ya kuchukiwa, kwa sababu ya kufanywa mambo magumu sana, mateso wanayoyapitia kwenye kazi zao, kwenye biashara zao, maofisini wanakoajiriwa. Lakini ni pale tu walipomjua huyu Yesu, ndipo yakaanza kutokea haya maishani mwao, kuchukiwa sana na watu. Walipoamua kutembea katika njia iliyo sahihi ya Yesu, wakaanza kuyaona haya. Walipoamua kuihubiri injili ya kweli iletayo amani na wokovu, wakaanza kuyaona haya, wakitengwa na watumishi wenzao, wakichukiwa na watumishi wenzao, wakiaibishwa na kudhalilishwa na kufanyiwa matendo mabaya hata na ndugu, wakikataliwa na ndugu na jamaa na marafiki. Walikuwa na marafiki wengi kabla hawajaokoka, lakini walipookoka hawana marafiki tena. Ndugu walikuwa wanapenda kukaa nao, lakini walipookoka hawana ndugu tena wa kukaa nao. Walikuwa ni watu ambao wanazungukwa na watu wengi, lakini walipookoka tu hao watu wakaisha, hawapo tena hao watu maishani mwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakuwa na mawazo mengi kwa sababu ya kuyaona hayo maishani mwao, kwamba kwa nini iko hivi, kwa nini iko kwa namna hii, watu wanatuchukia, watu wananichukia bila sababu, sijawafanyia mabaya lakini wananichukia. Wakati wengine wanadhulumiwa haki zao, wananyang'anywa haki zao, wanapelekwa mahakamani siku kwa siku. Ni kwa sababu tu ya kuamua kukaa na Yesu, ya kuamua kuishi maisha matakatifu. Na kwa sababu hiyo dunia imewageukia, wamekuwa kabisa watu wa kuchukiwa kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Tukajifunza toka juzi ni kwa nini tunachukiwa. Kuna sababu nyingi tumezitaja kwa nini tunachukiwa na watu tunapokuwa tunaamua kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana.
na siku ya jana tukajifunza pia kitu fulani, na leo tunataka tumalizie. Bwana asifiwe sana. Tunataka tumalizie, unachukiwa na watu kwa sababu hii nyingine ambayo leo tuione. Unachukiwa na watu kwa sababu wewe una thawabu kubwa huko mbinguni, una thawabu kubwa kule mbinguni, na ndiyo maana watu wanakuchukia, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, watu wanakuchukia kwa sababu mbinguni una thawabu kubwa, na ndiyo maana watu wanakunenea mambo ya uongo, na ndiyo maana watu wanakuuzi, na ndiyo maana watu wanakufanyia shutuma, wanakushtumu huko kazini kwako ulikoajiriwa, huko ofisini kwako, kwenye biashara yako, mahali ulipojiajiri, kwenye miradi yako. Kunafanyika tuhuma nyingi zinazokuelekea wewe, zinaelekezwa kwako, shutuma nyingi zinaelekezwa kwako, na yamkini ni hapo kanisani kwenu. Ni mzee wa kanisa ama ni mchungaji, umeamua kusimamia haki, umeamua kukaa katika neno la Mungu, na kwa sababu hiyo shutuma zimekuwa zinakuja kwako, kwa sababu umeamua kutembea katika haki, umeamua kuisimamia iliyo kweli, na kwa sababu hiyo shutuma zinakuja kwako kila kuitwapo leo. Shutuma zinainuka juu ya maisha yako, zinainuka juu yako tu, kila wakiinuka ni wewe tu. Ni mzee wa kanisa, yamkini pia ni katibu, yamkini ni mwenyekiti wa wamama, yamkini una cheo serikalini, yamkini ni mjumbe wa serikali za mtaa, yamkini ni mwenyekiti wa serikali za mtaa, ni diwani, ni mbunge, ni waziri, yamkini ni kiongozi, una cheo kikubwa tu serikalini, lakini shutuma nyingi zinakuja kwako, maneno mengi yanasemwa juu yako. Kwa nini yanasemwa shutuma hizo? Kwa nini zinasemwa? Ni kwa sababu wewe umeamua kutembea katika neno la Mungu, umeamua kukaa katika kweli, na kwa sababu umeamua kukaa katika kweli, shutuma nyingi zinakuja kwako. Unanenewa maneno ya uongo mengi, unauziwa kila kuitwapo leo. Na ni kwa nini unauziwa? Ni kwa sababu una thawabu kule mbinguni, una thawabu kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu unashutumiwa na kuuziwa na kufanyiwa mabaya ya kukuumiza moyo wako, lengo ili uache wokovu, lengo ili umwache Yesu aliye hai, lengo uachane na kukaa katika njia ya kweli, utoke kwenye njia ya kweli, halafu uikose thawabu yako kule mbinguni. Lengo ni hilo, wala hakuna kitu kingine. Lengo ni kwamba uiache njia iliyo sahihi, ili uanze kufanya ambayo hayampendezi Mungu, ili thawabu kule mbinguni uikose. Kwa sababu mwenye haki anapoiacha njia yake ya haki na kuanza kutenda matendo ya dhambi, anatakiwa aelewe jambo hili, kama anavyosema Mungu katika kitabu cha Ezekieli sura ya 3. Mungu anasema kwa mwenye haki anapoacha njia ya haki na kutenda mambo ya dhambi, maana yake Mungu anakuwa hakumbuki yale uliyokuwa umeyafanya ya haki, bali utakufa katika ubaya wako. Lakini mwenye haki anapotubu na kuacha mambo ya dhambi na kufanya ambayo yanampendeza Mungu, hawezi kufa huyo mwenye haki katika hayo ya dhambi. Na yule ambaye anamuonya kwamba yaache hayo ya dhambi, huyo naye anajiokoa, damu haitakwi na Mungu kwake. Sasa wanakufanyia mabaya ya kukuuzi, ya kukuumiza, lengo ukose thawabu yako kule mbinguni. Lengo thawabu ulioandaliwa na Mungu kwa sababu ya kutembea katika njia ya haki, uikose hiyo thawabu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaumizwa na watu kwa sababu hiyo, kwamba una thawabu kubwa mbinguni. Tusome Mathayo sura ya 5 na ule mstari wa 11 mpaka wa 12. Neno la Mungu linasema, heri ninyi watakapowashtumu na kuwauzi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowauzi manabii waliokuwa kabla yenu. Kabla sisi hatujaja duniani, kabla kizazi chetu hakijatokea, kulikuwa na vizazi vingine. Manabii waliuziwa, manabii walinenewa kila maneno ya uongo, manabii walishtumiwa kwa uongo, manabii waliongelewa maneno ya uongo, lakini hawakuacha kuendelea kukaa katika haki. Waliendelea kutenda haki,
waliendelea mbele. Na wewe mwana wa Mungu, nataka nikwambie, shutuma hizo zinazokuja kwako, mambo hayo magumu yanayokuja kwako, usije ukaacha kuendelea kukaa katika haki. Endelea kukaa katika haki, endelea kutenda haki, simama katika haki. Unauziwa na kushutumiwa na kunenewa kila maneno ya uongo, ni kwa ajili ya Yesu. Umeamua kukaa na huyo Yesu, na umeamua kumwonyesha huyo Yesu aliyeko ndani mwako. Umeamua kumkiri huyo Yesu aliyeko ndani mwako, na kwa sababu namkiri kwa njia ya matendo, hapo kazini kwako, hapo kwenye biashara zako, wafanya biashara wenzako hawatakuvumilia kwa sababu ya kufanya mambo ya haki. Wafanya kazi wenzako ulioajiriwa nao hapo kazini, hapo ofisini, hawezi kuvumilia. Wakati mwingine wanakuletea mipango ya kufanya wizi, ya kuiba, urasimu, unakataa. Na unapokataa hiyo mipango kwa sababu ya huyu Kristo, maana yake unamkiri Kristo maishani mwako, na kwa sababu hiyo watakufanyia mambo ya mabaya, watakufanyia mambo ya kukuumiza, watakufanyia mambo ya kuharibu hata utu wako, ya kusema, watakunenea maneno ya uongo, watakusengenya, watakuuzi. Nataka nikwambie usiogope, endelea mbele. Wanakuumiza hawa watu ni kwa sababu wewe una thawabu kubwa mbinguni, na lengo lao ili ukose hiyo thawabu mbinguni. Sasa usiache kutenda haki, endelea kutenda haki, endelea kumkiri Kristo, endelea kumwishi Kristo, endelea kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Naamini kabisa thawabu yako mbinguni unaenda kuipokea kwa sababu ya kutenda hayo matendo ya haki yanayompendeza Mungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la mwisho haleluya, samahani. Jambo la mwisho, wanakuchukia watu na kukuuzi na kufanyia matendo mabaya, ni kwa sababu ni haki yako kufanyiwa hayo. Umeitiwa wema, umeitiwa wema na Yesu Kristo, na kwa sababu hiyo watu watakuuzi. Kwa hiyo ni haki yako hayo unayoyapata wewe, mwamini uliyeokoka, uliyekombolewa kwa damu ya Yesu, ni haki yako. Haleluya! Unasema unaongea nini? Yaani mimi watu waniuzi tu, mimi watu wanifanyie mabaya tu, mimi watu wanifanyie mambo ya hujuma, watu wananishtaki bila sababu, siwafanyii chochote, sifanyi mabaya yoyote kwao, lakini ndo wao wamekuwa wa kwanza kunipeleka mahakamani, wamekuwa wa kwanza kunishtaki, wamekuwa wa kwanza kunifanyia hujuma, wananifanyia mambo mabaya, wakati wengine wameniwekea mpaka na sumu, lakini sijawahi kufanya jambo baya kwao. Kwa nini? Nataka nikwambie, ni kwa sababu ya haki iliyoko ndani mwako. Haki iliyoko ndani mwako ni Kristo aliyeko ndani mwako, ni Yesu aliyeko ndani mwako. Alisema Bwana Yesu, heri ninyi watakapowashtumu na kuwauzi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Wanakushtumu, wanakuenea mabaya, wanakupangia mabaya, wanakufanyia mabaya, ni kwa sababu ya Bwana Yesu aliyeko ndani mwako. Kwa sababu gani? Unatembea katika njia inayompendeza Kristo, unatembea katika njia ya haki ya kumpendeza Mungu, na kwa sababu hiyo wanaokuzunguka hawawezi ukubali, kwa sababu wao wanakaa katika njia za baba yao wa dunia hii, yani Shetani, ambaye yeye yupo kwa ajili ya kuharibu na kuchinja. Kwa hiyo wewe hauko kwenye mlolongo wao, na ndio maana wanakuchukia kwa sababu wewe ya mambo ya haki. Lakini nataka nikwambie usiogope. Kwa nini? Hayo unayofanyiwa ni haki yako uyapate, na nataka nikwambie thawabu ni kubwa kule mbinguni. Tusome Petro ya kwanza sura ya pili. Petro ya kwanza sura ya pili na ule mstari wa 20 mpaka 23. Petro ya kwanza, waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili na ule mstari wa 20 mpaka 23. Neno la Mungu linasema, kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhambi na kupigwa makofi? Lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu. Kustahimili kwa sababu ya kutenda haki, kustahimili kufanyiwa mabaya, kuuziwa, kuteswa. Unastahimili kwa sababu ya kuteswa, kwa sababu ya kusimamia haki. Wewe waziri, wewe dokta, unakataa rushwa, ni askari wa barabarani, usalama barabarani, ni askari game kule polini, unakataa rushwa, unakataa udhalimu,
kwa ajili ya maslahi ya nchi yako. Ni kiongozi mkubwa, ni rais. Bwana Yesu asiwe sana. Ni kiongozi mkubwa, unaukataa udhalimu kwa sababu nchi yako ipate yaliyo ya haki. Haleluya! Unakataa mambo ya rushwa, ni hakimu, ni askari, unakataa. Bwana Yesu asiwe sana. Unakataa mambo ya udhalimu, unasimamia haki, na unaposimamia hiyo haki, mateso yanageuka yanakuja kwako. Nataka nikwambie, huo ni wema, huo ni wema. Bwana Yesu asiwe sana. Narudia mstari wa 20. Narudia, kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhambi na kupigwa makofi? Lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu, kwa sababu ndio mlioitiwa. Maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Yesu aliteswa, na sisi tunapaswa kufuata nyayo zake. Kama aliteswa kwa sababu ya haki, aliumizwa kwa sababu ya haki, wala hakuwashtumu walipomtesa kwa sababu ya haki, wala hakuwanenea mabaya, wala hakuogofya. Ni kweli una nguvu, ni kweli una nguvu ya dola, kwa sababu wewe ni kiongozi mkubwa. Una nguvu ya dola, una uwezo, umesoma, ni msomi, una hekima ya dunia na una hekima ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Una akili, haleluya. Una nguvu, Bwana asifiwe. Una uwezo wa kufanya chochote. Yesu alikuwa na hekima, Yesu alikuwa na nguvu, lakini Yesu pia alikuwa na uwezo wa kufanya miujiza na chochote alichokuwa anataka kujisikia kufanya. Lakini pamoja na hayo, Bwana Yesu hakuogofya alipotendewa mabaya, bali alistahimili kuteswa kwa sababu ya haki. Alistahimili kuteswa kwa sababu ya kutenda mambo mema. Ni kwa sababu gani? Ni huo wema ambao ameletewa duniani. Na sisi watumishi wake, na sisi tuliokoka, tulioamua kumwamini huyu Yesu na kukaa katika mapenzi yake, tumeitiwa wema huo, kustahimili yale mateso tunapotenda mambo ya haki. Kwa hiyo ndugu yangu, nataka kusema nini? Wewe wanapokufanyia hayo mabaya, pamoja na kwamba una cheo kikubwa, pamoja na kwamba uko katika cheo kikubwa sana, nataka nikwambie wewe usiogofye, usifanye mambo ya kuwatisha. Wewe mkabidhi Mungu anayehukumu kwa haki, kama neno lake Mungu linavyosema katika Petro hii ya kwanza sura ya 2 mstari wa 20 mpaka 23. Mkabidhi Mungu anayehukumu kwa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki. Baba, asante na kushukuru kwa ajili ya mwanao huyu ambaye amesikiliza huu ujumbe. Msaidie Bwana apate kuelewa na apate kusimama kuendelea mbele katika njia ile ya haki, kama alivyoamua kutembea kwenye njia ile ya haki. Lakini kupitia njia hii ya haki kuna mambo magumu yanainuka juu ya maisha yake. Msaidie Bwana Yesu, mtie nguvu, mtie moyo, mpe nguvu Bwana za kustahimili haya mabaya, katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mungu akubariki sana, mwana wa Mungu. Asante kwa kufuatilia somo hili toka tumeanza mpaka leo tumemaliza. Mungu akubariki. Endelea kuwa pamoja nami katika chaneli hii ya YouTube, lakini pia endelea kuwa pamoja nami katika WhatsApp, Facebook. Tuende pamoja ndugu yangu. Tunaamini kabisa utajifunza vitu vingi sana mahali hapa. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini wewe unayeweza kuhitaji yamkini maombezi ama ushauri ama kitu chochote, naomba upige simu kwa namba hii 0744558862 0744558862. Bwana asifiwe sana. Ama unahitaji kusapoti huduma hii, karibu kwa hiyo namba, ama kwa ajili ya ushauri, karibu kwa hiyo namba, na mimi nitapokea ushauri wako. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema. Amen.